Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini kwamba mnaendelea salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii na matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika muktadha wa kiusalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tutakwenda kuanzia na taarifa kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambalo limetangaza kuwa limefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji vya Mikenge, Kakenge na Kalingi vilivyopo katika maeneo ya juu ya mkoa wa Kivu Kusini kufuatia operesheni ya mashambulizi ya kujibu iliyofanywa dhidi ya waasi wa muungano wa Twirwaneho M23 unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la serikali. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kuwa mapigano yalizidi kushika kasi tangu Jumatatu ya tarehe 8 Juni mwaka huu, wakati ambapo waasi walifanikiwa kuuteka mji wa Mikenge ulioko katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga. Mikenge inachukuliwa kuwa eneo muhimu kimkakati kutokana na nafasi yake kama mojawapo ya njia kuu zinazoelekea Minembwe Centre. Akizungumza kuhusu hali hiyo, msemaji wa operesheni za kijeshi katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini, Lieutenant Mbui Kalonjirigen, alisema kuwa vikosi vya serikali vililazimika kujiondoa kwa muda kuelekea Kishirita, umbali wa takriban kilomita 10 kutoka Mikenge, kwa lengo la kuepusha madhara makubwa kwa raia, huku waasi wakidaiwa kutumia ndege zisizo na rubani yani drone katika mashambulizi yao. Kwa mujibu wa afisa huyo, mashambulizi ya kujibu yaliyoanzishwa Jumatano asubuhi yaliwezesha FARDC kurejesha udhibiti wa Mikenge pamoja na maeneo mengine jirani. Aidha, alidai kuwa wakazi wa Mikenge walikumbwa na vitendo mbalimbali vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu wakati wa kipindi kifupi cha utawala wa waasi, na kwamba kurejea kwa jeshi la serikali kumepokelewa kwa furaha na sehemu ya wananchi. Baadhi ya wakazi waliowasiliana na vyombo vya habari katika eneo hilo wamesema kuwa wapiganaji wa muungano wa Twirwaneho M23 walionekana kujiondoa kuelekea maeneo mengine ya nyanda za juu, huku mapigano yakiendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya jirani wakati wa kurejeshwa kwa vijiji hivyo. Vyanzo vingine vya ndani pia vimeeleza kuwepo kwa hali ya kuchanganyikiwa ndani ya safu za waasi, ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa na vyanzo huru. Kurejeshwa kwa Mikenge, Kakenge na Kalingi kunajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama imeendelea kuzorota katika wilaya za Fizi na Mwenga. Maeneo hayo yanachukuliwa kuwa ya muhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake katika kudhibiti nyanda za juu na njia zinazoelekea Minembwe. Katika wiki za hivi karibuni, mapigano kadhaa yameripotiwa kati ya FARDC na muungano wa Twirwaneho M23 katika maeneo hayo. Licha ya mafanikio hayo yaliyotangazwa na jeshi la serikali, hali ya usalama katika sehemu hii ya Kivu Kusini bado inaendelea kuwa tete, huku mapigano ya mara kwa mara na kuhama kwa raia vikizidi kuzua wasiwasi miongoni mwa wakazi na mashirika ya kibinadamu. Wakati mapigano yakiendelea katika maeneo ya juu ya Kivu Kusini, wakazi kadhaa wa Mikenge wanawatuhumu wapiganaji wa muungano wa M23 RDF Twirwaneho kwa kufanya vitendo vya uporaji kabla ya kujiondoa katika mji huo wa kimkakati uliopo katika sekta ya Itombwe mpakani mwa wilaya za Mwenga na Fizi. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kuwa baadhi ya wapiganaji wa muungano huo walivamia jengo la Omoneri Protestante ya Mikenge na kuondoka na mali mbalimbali za kanisa hilo. Miongoni mwa vitu vinavyodaiwa kuibiwa ni pamoja na madhabahu ya kuhubiria, viti, samani pamoja na vifaa vingine vilivyokuwa vinatumika katika shughuli za kidini. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vinadai kuwa vitendo hivyo vya uporaji vilifanyika muda mfupi kabla ya wapiganaji hao kuondoka katika eneo hilo, ambalo baadaye lilirejea chini ya udhibiti wa jeshi la Kongo FARDC kupitia mashambulizi ya kujibu yaliyofanywa na vikosi vya serikali.
Wakati huo huo, wakazi wengi waliokimbia vijiji vyao kutokana na mapigano kati ya FARDC na muungano wa M23 RDF Twirwaneho wanaendelea kutoa wito kwa serikali ya Kinshasa kuchukua hatua za haraka na za kudumu za kurejesha mamlaka ya dola katika sehemu hii ya nyanda za juu za Kivu Kusini ambayo imeendelea kukumbwa na hali ya ukosefu wa usalama. Kila kipindi tunapoanza kuwa na matumaini ya amani kurejea, vita vinazuka tena. Tunaomba serikali yetu iongeze juhudi zake ili kurejesha maeneo yote yaliyosalia mikononi mwa makundi yenye silaha na kuhakikisha mamlaka ya dola inarejeshwa kikamilifu, alisikika akisema mkazi mmoja wa Mikenge mwenye umri wa miaka 75 ama 75. Mzee huyo ambaye ni mmoja wa viongozi wa kijamii kutoka jamii ya Banyamulenge anadai kuwa wapiganaji wa Twirwaneho wanamiliki akiba kubwa ya silaha ambazo zimekuwa zikikusanywa kwa miaka mingi. Kwa mujibu wake, baadhi ya silaha hizo zimekuwepo katika eneo hilo kwa miongo kadhaa, huku nyingine zikidaiwa kufichwa katika maeneo mbalimbali ya nyanda za juu, huku familia nyingi zikiendelea kuishi katika mazingira ya ukimbizi na hali ya usalama ikiwa bado ni tete. Wakazi wa eneo hilo wanaeleza matumaini yao ya kuwa na serikali ya Kongo ikiimarisha uwepo wake katika maeneo hayo kwa lengo la kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara na kuwezesha kurejea kwa wananchi waliokimbia makazi yao. Hata hivyo, taarifa zinazohusu madai ya uporaji pamoja na kauli kuhusu uwepo wa akiba kubwa ya silaha mikononi mwa makundi yenye silaha bado hazijathibitishwa na vyanzo huru. Wakati sauti mbalimbali zikiendelea kusikika katika nyanda za juu za Kivu Kusini zikidai kuimarishwa kwa hatua za usalama kutokana na kuendelea kwa vitendo vya ukosefu wa amani, baadhi ya wakazi wa wilaya ya Fizi wanasema kuwa tayari wanaona mabadiliko makubwa katika hali ya usalama kutokana na uwepo wa jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na vikosi vya jeshi la Burundi. Katika kijiji cha Bibokoboko kilichopo kwenye maeneo ya kati ya nyanda za juu za wilaya ya Fizi, wakazi kadhaa wanaeleza kuwa hali ya utulivu imeanza kurejea baada ya kipindi kirefu kilichotawaliwa na machafuko na vitendo vya makundi yenye silaha. Miongoni mwao ni Zakayo Sibikamiro mwenye umri ya miaka 84 ama 84 na mkazi wa muda mrefu wa eneo hilo, ambaye anasema maisha ya wananchi yameanza kubadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa mzee huyo, uwepo wa pamoja wa vikosi vya FARDC na jeshi la Burundi katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini umechangia kurejea kwa amani na kuwawezesha wakazi kuanza tena shughuli zao za kila siku katika mazingira ya utulivu. Ningependa kuyafahamisha jamii zote za Kongo kwamba hapa Bibokoboko tunaishi kwa amani chini ya ulinzi unaotolewa na FARDC yetu pamoja na jeshi la Burundi, alisema wakati wa mahojiano mzee huyo. Sambamba na kupongeza juhudi zinazofanywa na mamlaka za Kongo katika kurejesha usalama, Zakayo Sibikamiro ameitaka serikali kuhakikisha kuwa hali hiyo ya utulivu inafikishwa pia katika maeneo mengine ambayo bado yanakabiliwa na mapigano na uwepo wa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda, kwa mujibu wa serikali ya Kinshasa. Ushuhuda huu unakuja wakati ambapo jamii mbalimbali katika wilaya ya Fizi na Mwenga, hasa eneo la Minembwe, zinaendelea kutoa wito wa serikali ya Kongo na FARDC kuongeza uwepo wao ili kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama na kuhakikisha ulinzi wa kudumu kwa raia. Katika maeneo mbalimbali ya nyanda za juu za Kivu Kusini, wananchi wamekuwa wakihimiza mamlaka za nchi kuongeza operesheni za usalama na kurejesha kikamilifu mamlaka ya dola katika maeneo ambayo bado yanaathiriwa na shughuli za makundi yenye silaha. Kwa wakazi wengi, hali ya utulivu inayoshuhudiwa kwa sasa katika kijiji cha Bibokoboko ni mfano wanaotamani kuona ukienea katika maeneo mengine ya nchi ili kuwawezesha watu waliokimbia makazi yao kurejea nyumbani na kufufua shughuli za kijamii
na kiuchumi ambazo zimeathiriwa kwa miaka mingi na migogoro ya kivita. Na katika upande wa kibinadamu, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeripoti kuwa baadhi ya wanajeshi wa Rwanda pamoja na wapiganaji wa kundi la M23 wanadaiwa kuendesha kampeni ya uajiri wa lazima au wa kulazimisha pamoja na kuwashikilia kinyume cha sheria maelfu ya watu katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Katika ripoti yake ya uchunguzi iliyotolewa hiyo jana tarehe 10 Juni mwaka huu, shirika hilo linasema kuwa vitendo hivyo vimewahusisha wapiganaji waliokamatwa vitani pamoja na raia ambao inadaiwa walilazimishwa kujiunga na makundi ya kijeshi au kuzuiliwa katika mazingira yanayokiuka haki za binadamu. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, yeye anadai kuwa hali hii inatokea katika muktadha wa kuendelea kwa mapigano katika majimbo ya mashariki mwa Kongo, ambapo uwepo wa makundi mengi yenye silaha unaendelea kusababisha mzunguko wa vita, watu kuhama makazi yao na madai ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Shirika hilo limetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru na wakina pamoja na kuchukuliwa kwa hatua za kukomesha vitendo hivyo, huku likisisitiza umuhimu wa kuhakikisha wale wanaohusika na ukiukaji huo wanawajibishwa ipaswavyo. Madai haya yanajitokeza wakati ambapo hali ya usalama bado ni tete sana katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa DRC, ambako mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha wasiwasi mkubwa wa kibinadamu na kiusalama. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndi kwamba tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Tunakuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kupata habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.